Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuzia yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Watumishi wa umma wahimizwa kutunza nidhamu. Raia 183 wa kigeni wabainika kufanya biashara Kariakoo kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, mswada wa amani wawasilishwa kwa Kongo na waasi wa M23. Wajumbe zaidi ya 139 wa kamati ya ajira, upandishwaji vyeo na nidhamu kwa walimu ngazi ya wilaya wamepatiwa mafunzo juu ya uendeshaji wa mashauri ya nidhamu, hatua ambayo imelenga kukabiliana na changamoto mbalimbali za ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu katika ucheleweshaji wa mchakato wa uendeshaji mashauri ya nidhamu mahala pa kazi. Taarifa iliyoandaliwa na Josephine Nau kutoka Tabora inasomwa hapa studio na Mrisho Mapeyo. Akifunga mafunzo hayo ya siku 3 yaliyofanyika katika chuo cha utumishi wa umma mjini Tabora, waziri wa nchi ofisi ya Rais utumishi wa umma George Simbachawene amesisitiza mafunzo hayo yakawe ni nyenzo muhimu katika kuondoa changamoto zilizopo kwenye utumishi wa umma pamoja na kuimarisha nidhamu na utendaji kazi katika kada ya ualimu. Wizara ya TAMISEMI na Wizara ya Utumishi muangalie kama pia TSC kama taasisi inayodili na masuala ya utumishi wa walimu, maendeleo ya utumishi wa walimu na masuala ya nidhamu na mengine yaliyotajwa pale kwenye sheria, yapo karibu zaidi ya 12-13 yote yale, lakini muangalie haya the core ones, muangalie je, yanakwenda sawa katika kuamua mtumishi huyu apande cheo, apongezwe, afanywe nini au achukuliwe hatua. Hata hivyo, kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya walimu nchini Profesa Masudi Mruke, baada ya mafunzo hayo watakuwa wamewafikia wajumbe wa kamati hiyo 4 kati ya 5 katika kila halmashauri, sawa na 80%, hatua ambayo inakwenda kuchochea kudumisha uadilifu, usawa na uwajibikaji mahala pa kazi. Maafisa waandamizi wanaoshughulikia elimu katika maeneo yao tutakuwa tumefikia wajumbe wa kamati 4 katika 5, na hii kwa sawa na 80%. Kwa hiyo tuna wajumbe 5 kwa ndani, 4 wameshapata mafunzo. Ni matarajio yetu kuwa mafunzo haya yataongeza uadilifu, usawa na uwajibikaji kwa kuhakikisha kuwa kila hatua ya mchakato wa nidhamu inafuata sheria, kanuni, miongozo na taratibu. Na baadhi ya wajumbe walioshiriki mafunzo hayo wameomba mpango huo uwe ni endelevu. Baada ya mafunzo haya sasa tunaenda kutekeleza kwa kutumia kanuni, sheria na taratibu. Kwa hiyo tunategemea tunachoenda kukifanya kina uhakika zaidi kuliko kila ambacho tulikifanya kabla ya mafunzo. Mafunzo haya ni vizuri yawe endelevu, kwani swala lolote mtu akishapata elimu huwa anafanya kazi kwa uhakika zaidi pasipo na upendeleo. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Waziri wa nchi ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengero amesema muhula wa kwanza kwa wanafunzi wa kidato cha 5 unatarajia kuanza tarehe 8 Julai 2025, na hivyo amewataka wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2025 kuanza kuripoti shuleni kuanzia tarehe 6 Julai 2025. Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Dodoma. Waziri Mchengero ametoa taarifa hiyo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari. Amesema kuwa wanafunzi waliopangwa kwenye vyuo vya elimu ya ufundi watapokea maelekezo ya namna ya kujiunga kutoka katika vyuo walivyopangiwa. Kwa wanafunzi waliopangwa kwenye vyuo vya elimu ya ufundi watapokea maelekezo ya namna ya kujiunga kutoka katika vyuo walivyopangiwa. Ndugu wanahabari, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo umefanyika kwa kuzingatia ufaulu na nafasi zilizopo. Hivyo hakutakuwa na nafasi ya kufanya mabadiliko yoyote yale kutokana na ukosefu wa nafasi. Aidha, Waziri Mchengero anaeleza jumla ya watahiniwa walioandikishwa kufanya mtihani wa kidato cha 4 kwa mwaka 2024 na wamekidhi vigezo. Walioandikishwa kufanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2024 walikuwa ni 529,329, wakiwemo wasichana 278,771 sawasawa na 85%
52.66 na wavulana ni 250,558 sawasawa na 47.34. Kati yao watahiniwa wa shule waliosajiliwa walikuwa ni 557,796 wakiwemo wasichana 296,051. Hii ni sawasawa na 53.08. Na wavulana 261,745. Hii ni sawasawa na 46.92. Sanjari na hayo pia ameeleza upanuzi na ujenzi wa shule mpya za kidato cha 5 na 6 ikiwemo kuongeza tahasusi za masomo ya sayansi. Upanuzi na ujenzi wa shule mpya za kidato cha 5 na 6 uendelee kufanyika ikiwa ni pamoja na kuongeza tahasusi za masomo ya sayansi. Mikoa ihakikishe kuwa inakuwa na tahasusi zote za msingi katika shule zake ili kuwapunguzia wazazi au walezi na wanafunzi gharama za usafiri kwenda shule za mbali. Pia ametoa wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kuwa azma ya serikali ya awamu ya 6 shule zote za sekondari za kidato cha 5 katika kila tarafa inatekelezwa ili kuwezesha wanafunzi wote waliofaulu mtihani wa kidato cha 4 kupata nafasi ya kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na 6. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuwekeza katika kuwainua vijana kiuchumi katika programu mbalimbali ikiwemo za ujuzi pamoja na mikopo ambayo haina riba. Taarifa zaidi tuungane naye Goodluck Msola. Akizungumza wakati wa kuhitimisha mafunzo kwa mashirika 20 yasiyo ya kiserikali kupitia programu ya Stawi ambayo ipo chini ya shirika la High Initiative, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulika na masuala ya vijana Patrobas Katambi amesema hadi sasa zaidi ya vijana 87,000 wamenufaika na programu ya ujuzi, huku zaidi ya shilingi trilioni 3 zikitolewa kupitia Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Kuna mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi chini ya ofisi ya waziri mkuu, upande wa sera, bunge na uratibu. Huu mfuko mpaka sasa ninavyozungumza kwa mwaka wa fedha 23-24 na sasa tunaenda 24-25 mwaka wa fedha umekwisha toa fedha shilingi trilioni 3. Mwaka wa jana ilikuwa trilioni 2.7. As I speak now ni trilioni 3 zimewanufaisha wananchi milioni 24 na points. Mwanzo ni makofi tu hapo. Najua tatizo moja tu la kwa nini nampige makofi. Naomba mpige makofi afu niwaambie. Hampigi makofi kwa sababu nasema blaza mimi hazijanihusu. Uongo kweli? Kama nimesema kweli piga makofi pia. Tafsiri yake ni kwamba tunavunja ibara ya 18 ya katiba. Sisi wote tulio ndani. Haya yote nilio nasema nadhani ni mapya kwa wengi. Uongo kweli? Nyosha mkono juu. Wangapi wanasema sio dhambi, hamna kesi hapa wala sijaja na polisi? Nyosha mkono juu. Ni halali. Tafsiri yake ni kwamba we are the youth, we are the vanguard of change. Sisi ndio nguvu kazi ya taifa. Lakini also sometimes we are not so much informed with what the government is doing. Sasa hii ni kidogo ni hatari. Kwa sababu haya yote mliposa myajue, na ndio maana hizo trilioni 3 hazijamgusa yote kwa sababu hamzijui, na mfuko huo wa uwezeshaji wananchi kiuchumi inawezekana ndio mnanisikia leo hapa. Uongo kweli? Kwa upande wake Lydia Charles Moyo, mkurugenzi wa shirika la High Initiative, amesema mradi wa Stawi umelenga kuwasaidia mashirika zaidi ya 38 kutoka mikoa mbalimbali, ambapo katika awamu hii imekutanisha mashirika 20 kutoka mikoa 7 nchini ambapo wamepata mafunzo mbalimbali. Jambo la kwanza, tungependa wizara iweze kualika mashirika ya vijana yasiyo ya kiserikali katika mikakati ya kitaifa inayoandaliwa, ili uzoefu wa mashirika haya uweze kuingizwa na ubunifu wao uweze kuwa ni sehemu ya uundaji wa mustakabali wa nchi yetu. Lakini pia tungependa
kushirikiana pamoja nanyi kuweka mikakati na sera zinazosaidia katika hatua awali za mashirika haya, hasa katika uanzilishaji. Kwa sababu pamoja mashirika haya ni machanga na hayajapokea pesa, bado yanatakiwa kuwa na ripoti za mwaka za fedha, bado wanatakiwa kulipa kodi za TRA, bado wanatakiwa kufata sheria zote kama sheria zinazofuatwa na mashirika makubwa. Naye afisa kutoka ubalozi wa Uholanzi nchini Tanzania na baadhi ya washirika wa mafunzo hayo wamesema moja ya changamoto kubwa katika mashirika yaliyo chini ya vijana ni kukosa mipango na uelewa wa namna ya kutumia fedha za miradi, hali inayosababisha baadhi ya mashirika hayo kushindwa kusaidia vijana kupitia mashirika hayo. Katika programu ya leo iliyoandaliwa na High Initiative, kuna mapungufu kadhaa ambayo watu tunayaona tunapopokea maombi ya ufadhili kutoka kwenye taasisi changa na ndogo zinazoongozwa na vijana. Kati ya mapungufu hayo ni pamoja na kutokuwa na uwezo mzuri wa kujijenga wa taasisi, lakini pia kutokuwa na structure nzuri ya uongozi, kuweka ndugu zao badala ya kuweka watu professional, kuwa na run departments tofauti. Kwa hiyo tunapoona changamoto kama hizi ambazo ukiangalia katika uwezo unakuta mtu anaomba fedha nyingi kwa development partner kuliko kuwa na uwezo wa kumanage hata pesa kidogo. Kwa sisi tukiangalia kwamba je, hii organization ina uwezo wa kumanage fedha, tukiona changamoto kama hizi na sisi huwa tuna sita kidogo kuangalia kwamba tunaweza tukaipa fedha hii taasisi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa mpaka kufikia mwaka 2030 utafiti wa kubaini madini nchini utakuwa umefanywa kwa zaidi ya 50%. Lengo ni kuwarahisishia wananchi waliojiajiri katika sekta ya madini, hususan wachimbaji wadogo, kufanya shughuli zao za uchimbaji kwa ufanisi na uhakika. Adam Kadutu ana ripoti kutoka Mara. Ni katika kilele cha kongamano la maonesho ya madini hapa mkoani Mara, kongamano lililokwenda sambamba na shughuli mbalimbali ikiwemo midahalo iliyohusu sekta ya madini, maonesho ya zana na teknolojia za kisasa za uchimbaji, sambamba na matembezi, ikiwa ni ishara ya pongezi kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuigusa sekta ya madini kwa kiasi kikubwa. Mkoani Mara, sekta ya madini inachangia zaidi ya 18% ya pato la mkoa kwa mwaka. Mkuu wa mkoa huu Kanali Evans Mtambi anaonesha nia ya kuichochea sekta hii kuongeza zaidi mchango wake katika pato la mkoa. Sekta ya madini kwa sasa tunajiona tuko vizuri. Ni kwa nini tunakuwa vizuri? Ni kwa sababu ya sera, sheria na taratibu ambazo serikali imekuwa ikiziweka. Nao baadhi ya viongozi waandamizi katika sekta ya madini mkoani Mara na ngazi ya taifa wanaeleza namna wanavyoitupia jicho sekta hii kuhakikisha inakuwa zaidi. Katika mkoa wa Mara kwa miaka hii minne ya serikali ya awamu ya 4 tumekusanya maduhuri yenye jumla ya fedha za kitanzania bilioni 568.5. Maduhuri hayo yametokana na malipo mbalimbali ya serikali. Shirikisho la wachimbaji madini Tanzania ambayo inasema kwa niaba ya wachimbaji madini Tanzania, niseme tu kwamba tunaridhika na uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Mimi ninaishukuru serikali kwa kazi nzuri ambayo inayoifanya na kutupa wachimbaji wadogo. Uchimbaji wa mazoea, kutanguliza imani za kishirikina na ukosefu wa zana na teknolojia ya kisasa katika uchimbaji madini ni kikwazo kwa wachimbaji wadogo. Serikali kupitia Wizara ya Madini imeliona hili na sasa inaamua kuanza na eneo la utafiti wa madini. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja na mpango kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefanya utafiti wa kina wa eneo la ukubwa wa nchi yetu kwa 50% ili Watanzania waweze kuongozwa vizuri. Ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako. Ukikubali lazima mwingie naye mkataba. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo.
Serikali wilayani Ubungo imenunua kamera za kufunga barabarani, lengo likiwa ni kudhibiti changamoto ya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani, hususan madereva kupitia njia zisizo sahihi, jambo ambalo limekuwa likisababisha msongamano wa magari barabarani. Taarifa zaidi tuungane naye Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amesema wamefanya utafiti na kubaini kuwa pamoja na ujenzi unaoendelea kusababisha msongamano wa magari, changamoto kubwa inayosababisha msongamano wa magari kwenye barabara nyingi ni ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani, hususan madereva kutanua. Unaenda kufunga kamera. Hapa sasa hivi nina kamera 5 za kisasa kabisa kama mnavyoziona hizi. Hii ni 360. Inatumia 4G. Tumeshaweka line za simu. Tumeshaweka bando. Zinatumia sola, hazihitaji umeme. Kwa maana yake naweza kuiweka popote na nikakunasa wewe unayetanua bila sababu ya msingi. Haihitaji umeme, wala sina haja ya kukwambia naenda kufunga wapi. Lakini hiyo barabara ya Makongo, barabara ya Mbezi na pale Tandale pale katikati, wanaotokea maeneo ya Manyamala wanakuja pale, ole wako sasa ukatanua. Tutakuchapa faini ambayo kila ukikumbuka hutarudia tena kutanua. Msando amesema kuwa kila aliyepo barabarani anahitaji kufika anapokwenda kwa wakati, lakini wapo baadhi ya watu hudhani kuwa wao wana haki zaidi ya kufika kuliko wengine, jambo ambalo limekuwa likisababisha kuamua kutanua na kusababisha msongamano mkubwa zaidi wa magari. Hivyo ujio wa kamera hizo inaweza kuwa ni suluhisho. Aidha, mkuu huyo wa wilaya ya Ubungo amesema yeye mwenyewe aliamua kukaa barabarani kutafiti chanzo cha msongamano wa magari na kubaini kuwa pia wapo watumishi wa serikali na hata baadhi ya madereva wa viongozi kuamua kuvunja sheria kwa kutanua. Hivyo amepiga marufuku madereva kutanua na hatua kali zitachukuliwa. Kwanza sitabembeleza mtu kwenye foleni. Sababu zinazosababisha kuwepo na foleni kwenye maeneo ambayo nimeyatembelea mimi binafsi. Sababu ya kwanza ni matumizi mabaya ya barabara. Kuna madereva ambao wanadhani wao wana haki ya kuwahi kuliko wengine, na hii kusababisha kutanua bila sababu yoyote kwenye barabara ambayo ni njia moja au njia mbili. Hili nimeliona kule Goba, watu wanatoka barabara ya Makongo. Nimeliona hapa maeneo ya Mbezi na nimeona pale Tandale. Kwa hiyo sasa nataka wapate huu ujumbe vizuri sana. Yoyote utakayethubutu kutanua kwenye barabara ndani ya wilaya ya Ubungo, sidhani kama utarudia tena kutanua. Kwa sababu nimewaelekeza ma-OCD na maditio wao, tutafanya zoezi lisiloisha la kudhibiti watu wanaotanua kizembe kwenye barabara. Tena watu hawa wanaotanua wengine ni maofisa, wengine wanajidai ni watumishi wa serikali, wengine hata labda unaweza kutata ni viongozi. Jana mimi nimesimama, mtu ametanua, unamwambia umetanua, anakuuliza bwana wewe toka mimi nipite. Sasa bahati nzuri hakujua hata naongea na nani, kwa sababu nilikuwa nimevaa kofia na mimi ndio nilikuwa nimesimama barabarani pale Goba. Kwa wale wote Goba mliokuwa mnatanua, mjue mliokuwa mnamjibu na kumpigia mahoni ni mkuu wa wilaya. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Wakati Tanzania ikiwa inaelekea kuhitimisha wiki ya mazingira duniani, Watanzania wametakiwa kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia ikiwemo gesi ili kutunza mazingira. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na wadau wa sekta ya nishati kutoka kampuni ya Orex Gas kupitia kwa Peter Ndomba wakati wa zoezi la utoaji wa vifaa vya kuhifadhi taka pamoja na kufanya usafi katika shule ya msingi Kisiwani iliyopo manispaa ya Kigamboni ili kutambua siku ya mazingira ambayo kidunia imesherekewa Juni 5. Sisi kama Orex mazingira maana yake tunachukulia sana kwenye upande wa misitu na miti. Kwa kupitia bidhaa yetu ya gesi, tuna washauri wa Tanzania wote wasiendelee kukata miti. Kumbuka sasa hivi kuna juhudi kubwa sana za serikali kwenye kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Moja ya dhumuni na moja ya lengo la serikali yetu pendwa ni kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanabaki salama. Sisi bado Watanzania tuna bahati kidogo, tumebakiwa na misitu, lakini wenzetu hawana. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani iliyopo manispaa ya Kigamboni Anton Degero amesema hatua ya wadau hao kufanya usafi na wanafunzi sanjari na kutoa vifaa vya kuhifadhi taka ni elimu tosha kwa kundi la wanafunzi na kuwawezesha kuwajengea tabia nzuri ya kuweza kutambua msingi wa kuhifadhi na kutunza mazingira. Nitoe shukrani nyingi kwa Orex Gas
kwa kuweza kutushirikisha katika swala zima la usafi wa mazingira, hivyo kusaidia kutengeneza mazingira yetu ya shule yetu kuwa masafi. Aidha, nichukue nafasi hii pia kuwashukuru kwa kuweza kutuletea vifaa vya usafi kwa maana ya dustbin 12. Kwa hiyo ni shukrani, hii itatusaidia pia kwenye swala zima la usimamizi wa mazingira yetu ya shule, kuyafanya masafi na kufanya zoezi la usafi liwe endelevu shuleni. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika zoezi hilo wameahidi kuwa mabalozi wema wa mazingira, hasa baada ya kupata elimu kutoka kampuni ya Orex Gas, huku wakiomba wadau mbalimbali kuendelea kuunga mkono programu za elimu na uhifadhi wa mazingira. Nimependa kuwashukuru kwa kuja kututembelea katika shule ya msingi Kisiwani. Kwa kweli imetusaidia vizuri katika zoezi zima la usafi wa mazingira, na pia imehamasisha wanafunzi wote katika kufanya usafi. Hivyo ningependa kuwaelimisha wanafunzi wote wanaotuangalia na wazazi na walezi ili kuja kupata elimu hii iliyotolewa katika shule ya msingi Kisiwani. Nimeshukuru kwa kuwa kampuni yenu ya Orex imekuja hapa shuleni kwetu kutujuza maarifa ambayo tunaweza kuyapata na tukaambia wengine, wazazi au wenzetu au na jamii inayotuzunguka. Ninashukuru kuja hapa katika shule yetu ya msingi Kisiwani. Wanafunzi wengi wamejifunza kwa matumizi ya gesi na kutunza mazingira. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa shule ya sekondari Nyeregete iliyopo kata ya Rujewa, halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, wameiomba serikali kupitia mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera kuwajengea mabweni kutokana na baadhi yao kutembea umbali mrefu zaidi ya kilomita 20 kufuata huduma ya elimu. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo wamesema hayo baada ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera kufika na kuzindua nyumba ya walimu yenye lengo la kupunguza adha kwa walimu wanaofundisha shuleni hapo, ndipo wanafunzi wakawa na ombi hilo. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, mkuu wa mkoa, tunaomba uweze kutujengea mabweni ili sisi wanafunzi tuhamie hapa shuleni, kwa sababu sisi wanafunzi tunatoka sehemu mbali sana, na ukitujengea mabweni itasaidia kuepusha utoro, na tukihamia shuleni sisi wanafunzi tutaweza kufaulu katika masomo yetu vizuri na tutafikia malengo yetu. Mheshimiwa Juma Zuberi Homera, tunashukuru sana kwa kutujengea shule na umetujengea nyumba za walimu. Mkuu wa mkoa, tunachokuomba kwetu ni mabweni, kwa sababu wanafunzi wanatoka umbali mkubwa sana. Mfano Magwarisi, kutoka Magwarisi hadi Nyeregete ni kilomita 12, na Liamile mpaka Nyeregete ni kilomita 6. Hivyo tunaomba utusaidie hayo tuliokuomba. Baada ya maombi kutoka kwa wanafunzi juu ya kujengewa mabweni, mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera akaeleza mkakati wa serikali na kuiagiza halmashauri ya wilaya Mbarali kupitia bajeti ijayo halmashauri watenge fedha kiasi cha shilingi milioni 100 na ujenzi wa bweni hilo uanze kwa haraka. Kuhusiana na mabweni, hii shule tutaijengea mabweni. Kwa kuanzia halmashauri bajeti ijayo ya mwaka 2020 hii ya mwaka 2025 26 tutafanya mapitio ya bajeti na marekebisho ili tuweze kuleta angalau milioni 100 za kuanza. Kwa hiyo halmashauri, nadhani mmenielewa, afisa mipango Bwana Makombe sijui nani na wengine, milioni 100 tengeni tuanze kujenga, lakini naamini na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na atatia hapa zaidi ya milioni za kutosha ili kujenga mabweni hapo. Kutokana na majibu ya Daktari Homera, mkuu wa shule ya sekondari Nyeregete amekuwa na haya kusema. Naomba nikazie hapo na nikushukuru pia kwa kututengea hiyo milioni 100. Tunakushukuru sana na tunakukaribisha tena wakati mwingine. Na mabweni yakijengwa, kama utaendelea kuwa mkuu wa mkoa na hisi wakati utakuwa waziri sehemu fulani, utakuja utuzindulie tena. Nikiripoti kutoka katika shule ya sekondari Nyeregete iliyopo halmashauri ya wilaya Mbarali, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo.
Wananchi wamehimizwa kutumia vizuri fursa za maonyesho mbalimbali ya mifugo ili kujifunza zaidi, kujenga ushirikiano na kusonga mbele katika kilimo na ufugaji. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Haya yameelezwa na mkurugenzi wa Mbogo Ranches Nawid Mula, ikiwa ni katika kuelekea kwenye maonyesho ya mifugo ya kimataifa ya mifugo yatakayofanyika Juni 14 na 15 katika ranchi ya Mbogo iliyopo kata ya Ubenazomozi, wilaya Chalinze, mkoani Pwani, ambapo yatahusisha nchi 3 za Tanzania, Kenya na Namibia. Maonyesho hayo yatahusisha minada ya wanyama, semina za kielimu na mafunzo ya kitaalamu, mbio za miguu na baiskeli na maonyesho burudani kwa familia. Ni heshima kubwa kwetu, ni heshima kubwa kwa taifa, na ombi letu kwa wananchi, kwa wadau, kutunga mkono kwetu ni kuja. Hatusemi chochote kingine, ni kuja kushiriki. Kuja kushiriki kama mnunuzi, kuja kushiriki kama mtu wa kusoma kwenye semina. Sio watu wa semina wanasimama pale alafu tuone majukwaa hayana watu. Kwa hiyo kutunga mkono kwetu kwa dhati ni kushiriki. Kama nilivyosema, tumejaribu kuweka mikakati kama hiyo kuwavutia watu waje na familia zao. Tunaamini kuja na watoto kwenye shughuli kama hizi inaweza kaanza kupandikiza mbegu ya kuingiza vijana na kizazi cha kesho kwenye ufugaji mapema. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha kilimo biashara wa benki ya NMB Nsolo Mlozi amesema kuwa benki hiyo imeshirikiana na Mbogo Ranches katika kuandaa maonyesho hayo ili kukuza sekta ya ufugaji nchini, na zaidi benki hiyo inaendelea kugeuza changamoto zilizopo kwenye sekta za kilimo na mifugo kuwa fursa ili kuongeza tija kwenye sekta hizo. Kingine ambacho tumekuwa tukikifanya, tija mojawapo ni mahusiano tulionao na mashamba makubwa ya mifugo ya kisasa. Kiangalia wenzetu wa Mbogo wanaendelea kutoa elimu, wanawauzia madume walio bora wafugaji wa asili. Kwa hiyo maana yake tunaanza kutengeneza vizazi vya mifugo ambayo imeimarishwa. Hii ni mojawapo ya jitihada ambazo tunaifanya benki ya NMB. Kwa hiyo utaona wafugaji wa asili wameanza kufuga ng'ombe bora wa kisasa, wanapandisha kwenye majike ambao wanatoa vizazi ambao vimeboreka. Kwa hiyo tunapata nyama nzuri, tunapata ngozi nzuri, tunapata bidhaa zingine ambazo zina ubora zaidi. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wa jimbo jipya la Chato Kusini mkoani Geita wameibua kilio chao wakimtaka kurejeshwa katika orodha ya wagombea wa ubunge mtiania Pascal Lutandula, wakieleza kuwa ndiye chaguo sahihi linalojua na kuelewa shida zao. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Wakizungumza kwa hisia kali, wakazi hao wamesisitiza kuwa wanahitaji kiongozi wa kutoka kwao mwenye uelewa wa moja kwa moja wa changamoto zinazowakabili, wakisema hiyo ndio njia pekee ya kupata suluhisho la kweli. Ila nilikuwa na ombi moja tu la kuomba kuhusu huyu kijana wetu Pascal Lutandula, atusaidie, atukubalie maombi yetu yeye kama mzazi. Hata Pascal ndio mtu wetu pekee yake tujue. Hakuna mtu mwingine anayetufahamu zaidi ya basi. Omba basi baba yetu, mtoto wetu, mwana wetu Pascal Lutandula kuwa mbunge wetu, atutumikie. Anajua madhaifu yetu, anajua mateso yetu tunavyoteseka. Tunakushukuru sana kulitenga jimbo la Chato Kusini. Kulitenga jimbo la Chato Kusini, tuna imani tutampata mbunge mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kututetea na kutuletea maendeleo ndani ya jimbo la Chato Kusini. Nao baadhi ya wazee wa Chato Kusini wameelezea kuwa Pascal Lutandula amekuwa akiwasaidia hata kabla ya kutangaza nia ya kugombea, wakisisitiza kuwa sasa ni wakati mwafaka kuona kijana wao anachukua nafasi ya uongozi wa ubunge. Baada ya kutia nia hiyo, kijana wetu ilibidi aonane na wazee, akaongea kwake, tukaona kwa vile ni kijana ambaye ametoka katika kijiji chetu cha Nyarututu, wazee tulishukuru kwa kupata kijana wetu kugombea nafasi hiyo ya ubunge jimbo la Chato Kusini. Tunaomba kwa kweli lipite bila kupingwa, maana ametusaidia wakina mama wa Nyarututu. Watoto wetu walikuwa wanapita mashule maili 100, lakini akaona ajitoe akatupa eka 2 za kujenga shule ya watoto wetu. Kwa upande wake, mtiania wa ubunge katika jimbo hilo Pascal Lutandula ameahidi kuwa endapo atapewa ridhaa ya wananchi atakuwa mtumishi mwaminifu na mwakilishi wa kweli atakayesimamia maslahi ya wananchi bungeni. Nataka niwaambie tu, tunaanza hadithi mpya, hadithi ya matumaini,
hadithi ya mwendo mpya na mabadiliko mapya. Nataka niwaambie ni hadithi ambayo itakuwa ni simulizi, itakuwa ni nzuri kwenye masikio ya watu. Kwa imani mlionionyesha, mlionipokea mimi mtoto wenu. Mimi mtoto wenu. Pascal Tandula. Sitawaangusha kamwe. Jimbo la Chato Kusini ni miongoni mwa majimbo mapya yaliyoundwa hivi karibuni na tayari limekuwa kitovu cha hamasa ya kisiasa, huku wananchi wakionyesha kiu kubwa ya kuwa na wawakilishi wanaowajua kwa ukaribu na wanaogusa maisha yao ya kila siku. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Raia 183 wa kigeni wabainika kufanya biashara Kariakoo kinyume cha sheria.